AMTV, taarifa ya habari. Hujambo ndugu msikilizaji na karibu kufuata matangazo yetu ya leo Ijumaa Oktoba 27 mwaka 2023. Hii ni matangazo ya MTV tukutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msomaji wako leo ni mimi Jeremy Hassan Kiahwere. Muktasari wake. Mamia ya wakaaji waliokimbia vijiji vyao wilayani Beni na kukimbilia katika mji wa Butembo kuogopa mauaji ya waasi wanaozaniwa kuwa ADF walalamikia hali mbaya ya maisha wanaopitia. Hali ya wasiwasi imeripotiwa tena eneo la Kiserian, kaunti ya Baringo, nchini Kenya. Haya na mengineyo ni katika ukurasa huu wa matangazo yetu kutoka MTV mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kusikiliza MTV. Goma. Mamia ya wakaaji waliokimbia vijiji vyao wilayani Beni na kukimbilia katika mji wa Butembo kuogopa mauaji ya wanaozaniwa kuwa ADF walalamikia hali mbaya ya maisha wanaopitia. Mwandishi wetu habari kutoka Goma Nadej Kahindo anaripoti zaidi. Kakule Voeu Joseph ni mkimbizi aliyekimbia makazi yake kutoka Oicha, Manyama Beu. Anasema alikimbia katika mji wa Butembo baada ya waasi wa ADF kuwaua majirani wake katika mji wa Oicha wilayani Beni mwaka moja iliyopita. Kakule Voeu Joseph anasema hadi alipokimbilia katika mji wa Butembo ameshuhudia usalama, kwani hajaona tena mauaji, tatizo kubwa ikiwa ni hali ya maisha anayopitia pamoja na familia yake. Na yenyewe nisema nikimbie Wicha Manyama Beu, tulikuwa tuko kule salama kwa mashamba zetu, lakini wakati wale wabandiwa ADF walitufikia kutuchinja sawa manyama na kumalisha majamaa zetu zote, kuwaua wote, basi tukaona hakuna mwaye ya kubakia kule, ndio tukakimbia Biakato. Tena wakati tulifika Biakato tena bana tufuatilia kule Biakato kwenda kutuchinja. Wasema mwe tukimbie nafasi ya usalama kidogo hapa Butembo. Sio kweli, wakati nyewe tulifika hapa Butembo tukajiona uhuru kidogo sababu hatuchinjwe tena. Hali ya kuishi muhimu hapa Butembo inatushinda na kuwa nguvu sana. Namna ya kukula chakula iko problem. Kama hatukupata mabara Kristo kutusaidia na mchango kidogo kidogo hatuwezi kula. Logement na mwana kulala iko difficile. Bana tupangisha katumu nyumba, bana tupatia nyumba location de semaine au mwezi moja, bana tufuguza juu ya kukosa pesa za kulipa nyumba. Ndio tuko hapa tu mmangaiko, tunakosa tupe nini. Tupime kusema turudie kule, kufika kule kwa mashamba yetu bana tuua tena tunarudia, tunakosa kama tufeni. Hali hii ya bukimbizi inakatala, manake hatuzisikii uhuru. Tunakosa kama tuko kukia wapi. Uone mpaka leo tuna gonjwa lakini mwaya kupata dawa haiko. Tunakufa tu ovyo sababu ya kukosa dawa. Hakuna mwaya kupata safra uende uze hata komprimemo. Usalama ndio tunaomba irudie kusudi turudie tena kwa mashamba yetu, kukudonge kumizi yetu. Sababu tukarudia kumizi yetu tutaishi mzuri na usalama tutakuwa. Hali hii ikiwagusa mamia ya watu wanaokimbia mauaji ya Beni inayodumu zaidi ya miaka 10. Kahindo Kitandalire naye ni miongoni mwa waliokimbilia mjini Butembo baada ya kunusurika kifo kuwaua na watu waliokuwa na mapanga katika mji wa Oicha. Asema kwa sasa anachohitaji sio misaada bali kupata usalama na kurudi nyumbani kwake na kulima shamba. Tulikimbia huku tuzwa mahali ya mavita ile, basi kwetu tulikuwa mauaji sana. Paka papango mkubwa balimuwaka papa mwenye papa yanarudia yako alikufa pasi vitungu mwile masakra ile ya vita ile. Bakachoma na nyumba yetu donge mavitu yetu yote vikalongolea na munyumba. Tuko tu hapa kunyumba hapa hata leo banisi kamata taba na tupa hata mavitu yetu inje za kukosa na safra. Hatuna kazi, donge tu tunalamukaka tu tunaikala tu hivi tu kuangaliana hivi. Ninaomba tu usalama, kumbe tu usalama ikuwe, turudie tu kwa shamba zetu. Katika kupita yetu tulikutana hata hivyo naye Muhindo wa Sivinywa, akiwa ni mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la Redo mjini Butembo, akiomba serikali kuwajibika kwa kurejesha usalama ili watu wote wanaokimbia makazi yao warudi nyumbani kwao na kulima shamba. RDC notama Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu inakuwa na hiyo matatizo. Watu wengi wamehama nyumbani kwao, wengine wametoka kwenye mashamba, hata wengine wametoka kwenye vijiji yao. Unajua kuna kuwa wale ambao wamezaliwa fasi fulani wanaishi hapo, juu ya security wanakuwa obligé wajideplacer.
na kusudi hao watu warejee kwao, tungependekeza serikali yetu ijitahidi kwa kuleta amani. Na kitu ambacho kinasumbua sana kwa sasa ni hiyo wa ADF NALU na hao wa grupe ya M23, vile kijua watu ambao wamehama kwao juu ya hivi vikundi viwili wanakuwa wengi zaidi. Hata kwenye province yetu ya Nord Kivu na Ituri tunakuwa na catastrophe humanitaire, kwani wa déplacer wa nécessité watu ambao wanakuwa na besoin wanakuwa wengi, na watu ambao wanaweza wakawasaidia wanajikuta dépassé par rapport ya nombre nyiko juu sana ya watu ambao wamehama makwao. Ombi yetu ni kusi serikali yetu ijitahidi kwa kuleta amani kwenye nchi. Patiliwa kazi ya kufanya kitu fulani, wakati unajikuta hauwezi kukifaa, mimi unakakamana kuchunga hiki kiti ulio upatie mtu mwingine ambaye petetre yeye anaweza kaleta kila quelque chose. Maelfu ya watu kwa sasa ni wakimbizi wa ndani katika miji ya Beni, Butembo, Bunia, Chopo na hata wengine wakikimbilia Uganda kuogopa mauaji inayotekelezwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF ambao makamanda wao ni kutoka taifa la Uganda. Kivu Kaskazini inashuhudia vita viwili vikubwa, vita vya ADF wilayani Beni na sehemu ya Ituri pamoja na M23 Ruchuru, Asisi na Nyiragongo. Nadesh Kaindo, MTV. Na huku Bunia, wakimbizi wa Ituri wameitwa kusapoti wakimbizi wenzao wanaogombea kwa uchaguzi wa Disemba mwaka 2023. Costa Sam kutoka MTV Bunia ana maelezo kamili. Kufatana na maandalisho ya uchaguzi, wakimbizi wanaitwa kuwa makini, wasitike kudanganywa na mgombea yeyote. Ni hivyo alivyosema Major Lonu Faustin, yeye ni kiongozi ya wakimbizi wa kambi kuu ya Kigonze hapa mjini Bunia. Alinena hayo kufatana na maisha ya mateso ambayo wakimbizi wameishi. Kuona mateso ya wakimbizi ambayo haijapata suluhisho, wamoja waliona ni vema kugombea kwa uchaguzi wa Disemba ujao. Huyo ameita milioni ya wakimbizi wa Ituri kuweza kusapoti wakimbizi wenzao wanaogombea. Tunapenda deplacer bapime kuangalia kwanza deplacer mwenzabo vile kwa kubapatia voix hivi, mwenye na lala ku magumu ile, mwenye anaishi ku magumu ile anapasha kuzungumza bila kuogopa. Ile ba deplacer bakuwe naye kukichwa. Baangalie batu yabo kwanza, ba deplacer ya site vile benye bana postile bapatie ba voix. Basi batu wengine basi babadanganya na franga. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa kutoka kwa MTV. Tukisalia na habari za bara la Afrika, utafahamu kuwa hali ya wasiwasi imeripotiwa tena eneo la Kiserian, kaunti ya Baringo nchini Kenya. Denichi Saka, mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, anakujia na maelezo zaidi. Katika taarifa iliyothibitishwa na vyombo vya usalama, mapigano hayo yalidumu kwa zaidi ya nusu saa kabla ya wavamizi hao kuzidiwa nguvu na kutoroka kuelekea eneo la Chepkalacha katika kaunti ndogo ya Tiati. Masomo katika shule ya msingi ya Kiserian yalisitishwa huku wanafunzi na walimu wakitoroka kutafuta maeneo salama, huku wengine wakijifungia ndani ya madarasa. Mimi sijui kwa nini rais anataka kupeleka maafisa ya usalama Haiti. Sijui kwa nini na ilifikiwaje wakati unataka kupeleka walinda usalama Haiti, ili hali hapa bonde la inaitwa North Rift hali ya usalama ni mbaya. Sasa tunapoongea kuna kijana ako amepikwa juzi KPR, kuna mmoja ako mochari, na tunaambiwa watu wa Kenya wanaweza enda kudhibiti usalama huko. Mimi siamini. Hali ya wasiwasi imeripotiwa kuwa juu katika eneo hilo siku moja tu baada ya shambulizi lingine la ujambazi kutekelezwa na majambazi hao katika eneo la Kapindasum na kudumu kwa takriban masaa 7. Viongozi wa eneo hilo waliozuru eneo la Kapindasum wakiongozwa na mbunge wa Baringo Kusini Charles Kamuren, mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Florence Jamatia na seneta William Cheptumo walikashifu kisa hicho, wakitaka vyombo vya usalama kuchunguza chopa 2 za kibinafsi zinazoshukiwa kuwapa majambazi risasi ya kuendeleza uhalifu. Tumeambiwa ya kwamba kuna ndege helicopter imeshuka mahali hapa on Thursday. 3 days later kuna famisi hapa. Na hiyo ndege nasikia ni blue, ameenda mpaka kashuka huko Silale. Kufika hapo ikakutana na ngine helicopter ngine white. Bwana Commissioner, and I'm happy our NIS man is here. I want to demand from here today. We cannot be in a country where we are able to discover all these issues and we are not able to reveal who these people are. I am calling for thorough investigation. Tukio hilo ni la hivi punde zaidi katika msururu wa mashambulizi ya katika eneo hilo ambayo yamesababisha
kutuma wanajeshi wa jeshi la Kenya KDF kuchukua jukumu la kushika doria katika eneo hilo kufuatia shambulizi la Jumanne dhidi ya kambi ya kitengo cha huduma ya jumla ya KDF. Kutoka Nairobi, Dennis Chisaka, MTV. Na habari nyingine ni kuwa wananchi wa bara la Afrika waalikwa na chama cha Rasta Uran baada ya kudokeza kuwa kuna wakaaji wengi ambao wametegemea mila za Ulaya. Wananchi hao waalikwa na chama cha Rasta Uran kuona kuwa baadhi ya wakaaji wa bara la Afrika wametegemea mila za Ulaya. Kanzira, mmoja wa wanamemba wa chama hicho, amezungumza na MTV siku ya leo. Kizazi yenye ayue mila yake ni kizazi yenye nakufa. Wakati yenye kizazi kinakiarudilia mila yake haiko bufumu, njo utaratibu yake. Pour dire quoi, ni kusema kila taifa na kila watu wiko na mila yabo. Wakati mtu anatumikisha vitu vya mila yake, habezi sema anakuwa fetishe, swati anakuwa mulozi, anakuwa bufumu. Hapana, njo karakter yenye Dieu le créateur alidone na aliadopte kukila taifa. Haya yajiri wakati akiomba wakaaji wa bara la Afrika kutegemea mila zao, ikiwa ni mila muhimu katika maisha yao. Tuko oblige tuteteye culture na mila yetu ya Kiafrika. Yani sisi watu wa Afrika hatuyue tena valer ya authenticite yetu. Na njuna kia kuta mouvement Rasta Uran ayu na kia valoriser culture na tradition africaine, inaonesha valer ya vitu vyetu vya Kiafrika, inaonesha valer ya trace, paske seba nasema culture muko neno kilte, na senye banasema tradition muko neno trace. Manake tunakia onesha peuple noir bantu baweze tena kuyua valer ya kilte yabo, baweze tena kuyua na trace ya vitu vyabo. Kumbuka kama wana Afrika kila mara kuwa wakitazamia kwenda Ulaya kwa lengo ya kujitajirisha na kuiga mila zisizokuwa zao. Na shirika la ISSN linaolinda mbuga la wanyamapori Virunga limewakusanya wanahabari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo ya kuwazungumzia wanahabari muhimu ya mbuga la wanyamapori Virunga, Kivu Kaskazini. Akizungumza na waandishi wa habari hapa mjini Goma, Method Baguruguma Uozi, mmoja wa viongozi wa mbuga la wanyama la Virunga, asema kwa sasa wana wasiwasi kubwa kuhusu ujio wa mbuga la wanyama la Virunga, hasa kuhusu usalama wa wanyama porini, ulinzi wa mazingira pamoja na wafanyakazi wao wakati huu wa mapigano makali inayoendelea. Nimeitisha waandishi wa habari ili tuongee nao, tuwaelezee namna gani mambo inaendelea kwa parki ya Virunga. Kwani unajua ilikuwa siku mingi hatuongee na walikuwa hawana habari mpya ambazo zina kuwa kwa parki ya Virunga kwa siku hizi. Na unajua kama kuna kipande ya parki ya Virunga ambayo inakuwa ndani ya zone yenye warebele wanadhibiti. Hatuna habari mingi kupitia hiyo eneo, kwani hatuna facility ya kutumika mwa hiyo zone. Lakini kwa eneo zingine ambazo tunaendelea kazi, tulipenda leo tuelezee wa journaliste realization ya makazi inaendelea namna gani, shida gani ambazo tunakutana nazo na woga gani tunakuwa nayo kwa hii wakati yenye inakaribia wakati ya uchaguzi. Kwani ilionekana siku zilizopita kama wakati wa uchaguzi inakuwa wakati ambayo parki inapata shida mingi sana. Na ndio tulikala leo ili tuongee kwa hiyo na tuone namna gani tutakuwa na message moja ya kupatia raia ili wasianguke. Method Baguruguma aongeza kusema kuwa wakati huu mbuga la wanyama la Virunga lapitia shida kubwa, wakati huu ambako mapigano yaendelea wilayani Nyiragongo, Ruchuru na Masisi. Mbuga la wanyama inakuwa na shida kwani kunakuwa hiyo maaktivite ambayo hairuhusiwi yenye inaendelea kufanyika na wa vijana ambao wanadhibiti silaha. Nawaza ulisikia kama Jumajana kunakuwa hata tembo iliuawa huko ngambo za Nyamilima. Hata kuna nafasi ambao walikata lupango ambayo inachunga mpaka wa mbuga la wanyama. Na hiyo yote inafika kwa ajili ya hii hali ambayo tunakuwa ndani, hali ya vita, hali ambayo hatuna tena facility ya kufanya kazi na kufuatilia kutofanya kazi vizuri. Unajua kama kunakuwa hiyo alikuwa naita direction ya quartier general, inakuwa leo wafanyakazi wengi wamekuwa Goma, na hao wafanyakazi ikiwabidi kuenda kufuatilia kazi hiyo ngambo ya wanaita ngambo ya Beni Butembo, inabidi kuenda na ndege.
ijapokuwa zamani tulikuwa tunachukua gari zetu tunaenda na tunafuatilia kazi vizuri. Sasa kwa leo hiyo kuenda na ndege inatuimpacte kwa kipesa, inatuimpacte pia kwa hatukue kwa haraka kufuatilia kila kitu namna gani. Waandishi wa habari kwa upande wao wasemaje? Huyu hapa Merveille Kiro. Kuta kama ni mkutano wa lazima sana kwa sababu tunaelekea uchaguzi, na uchaguzi unakuwa wa depute ama wale wa candidate wenyewe wanakuya profite na ignorance ya population jua kukuya kuwa manipule, kukiwaambia kama unaona hiyo park haiko yetu, ni ya wabeleji, ni haiko yetu kwa sababu wanatafuta maminere ndani. Sasa hii mkutano ulikuwa ya lazima kwa sababu si wapasha habari ndio tunapashwa saidia population kuelewa park ina maana gani, inafanya nini. Hiyo vitu ndio iliacha mimi nakuta kiniala maana sana, na nikie ni uzuri kwa hii mkutano juu niweze na mie kusaidia watu wananisikia na wananisoma waweze kuelewa nini hiyo gumba la Virunga ina maana. Utafahamu kwamba mbuga la wanyama la Virunga inasaidia wananchi kwa vitu nyingi, hasa kuleta ajira kwa vijana na kwa utalii. Na Kaindo, MTV. Ndugu msikilizaji, la ziada sina. Ni hapo ndipo mimi natamatisha matangazo yetu ya Ijumaa leo Oktoba 27 mwaka 2023 kutoka MTV, na ulikuwa nami Jeremy Hassan Kiahwere. Kwaherini. MTV. Endelea kutusikiliza kwenye mitandao yetu mbalimbali. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, website, TikTok, LinkedIn na radio online.